Karibu sana katika nyumba ya sala. Mungu anaishi ndani yako. Wewe ni hekalu la Roho Mtakatifu. Kuna watu ambao wanaamini kabisa wao wana uwezo mzuri sana wa kufanya maombi, lakini kuna wengine ambao wanapaswa wajifunze, waanze chekechea kujifunza shule ya maombi. Haijalishi wewe ni mwombaji mzuri sana au umekuwa unaomba sana, unajiamini sana katika maombi, lakini Bwana Yesu ameonyesha wazi kabisa kwamba kuna umuhimu wa mtu kujifunza kuomba. Kumbuka wanafunzi wa Yesu walimwambia Yesu, tunaomba utufundishe kuomba kama vile wanafunzi wa Yohana Mbatizaji wanavyoomba. Yesu akawafundisha sala ya Bwana. Hiyo inadhihirisha wazi kabisa kwamba upo umuhimu wa kujifunza kuomba. Sasa kwa yule ambaye ndio anaanza kuingia kwenye shule ya maombi, usikate tamaa kwa sababu umeomba kwa dakika 2 au dakika 3. Hiyo ni sehemu ya kwanza ya wewe kujifunza. Kwa kadri unavyoonyesha nia ya kumtafuta Mungu katika maisha yako, Mungu atakupa nguvu za kuomba hata itafikia saa 1. Kwa hiyo usikatishe tamaa kwamba unachoka haraka sana kwenye kuomba. Kila kitu kinahitaji kujizoeza. Unahitaji mazoezi. Sawa, huwezi ukaanza na kuinua kilo 100 siku moja. Unaanza na kuinua kwanza kilo 5, unaanza inafika 20, inafika 30, baadaye unaweza ukabeba kilo 100. Kwa hiyo inahitaji mazoezi. Kwa hiyo ni jambo la msingi ufahamu kwamba tunahitaji shule. Kuna kama napenda kuzungumza hili, watu wengi wamezoea kuomba kwa sauti sana, alafu wanaomba kwa haraka sana. Haipendezi. Maombi ni watu wawili wanaongea. Wewe unaongea na Mungu. Kwa hiyo unapokuwa unaomba lazima umpe Mungu nafasi na yeye aseme na nafsi yako. Kwa hiyo jitahidi sana kuepuka kuomba kwa haraka sana au kwa sauti sana kiasi ambacho unashindwa kumsikia Mungu akiwa anaongea na wewe. Jitahidi kuomba kama vile unavyoongea na mtu unaongea naye. Hilo ni jambo la msingi sana. Hili ni jambo la msingi sana. Kwa hiyo natoa sala hii iweze kukupa picha, na kama utahitaji nikuandikie hii kwa njia ya WhatsApp. Namba yangu ya WhatsApp naiweka hapo chini. Utatoa mchango wote tu, gharama yote ndogo yoyote ile kwa Mungu atakao kuongoza kutoa. Alafu nitakutumia hii kwenye message, sala hii kwa njia ya message. Naomba nikusomee sala hii, lakini kabla ya kusali ni muhimu sana kuimba. Kwa sababu imeandikwa Mungu anakaa katika sifa za watu wake. Kwa hiyo nakufundisha ndugu yangu ni kwamba usiingie tu kwenye maombi moja kwa moja. Ni muhimu sana uanze kwa sifa. Unaweza ukatangulia na kusoma neno au ukawa umelikariri neno, ukawa unaingiza yale maneno ndani kwenye maombi yako. Na sala hii imetokana na maneno ambayo yako kwenye Biblia. Kwa hiyo neno la Mungu liko ndani ya kwenye hii sala ambayo nakusomea hapa. Iweze kuwa kitu ambacho unaweza kukitumia katika maisha yako. Tuombe. Tuanze kuimba kwanza. Ombi langu Bwana wangu, peke yangu sitoweza. Uwepo wako Bwana uwe na mimi. Ombi langu Bwana wangu, peke yangu sitoweza. Uwepo wako Bwana uwe na mimi. Vita hii si yangu Bwana, peke yangu sitoweza. Uwepo wako Bwana uwe na mimi. Unaweza ukaimba wimbo 1, 2 au 3, hata 4 kabla ya kuomba, kualika uwepo wa Mwenyezi Mungu. Tuombe. Mungu Baba mwenye enzi yote, Muumba wa mbingu na nchi, najua kwamba wewe ni mwema
kwa kuwa unawanyeshea mvua wabaya hata wema bila kubagua, kwa kuwa una makusudi mazuri na kila mwanadamu uliyemuumba kwa mfano wako. Nakushukuru Mungu wangu, kwani neno lako linasema kuwa siku zote wewe huwa unaniwazia yaliyo mema na unataka muda wote niwe na uzima tele. Mungu wangu na Baba yangu, wewe ni Mungu uliye hai na Mungu mwenye nguvu zote. Ufalme wako ni ufalme usiotikisika. Kwako hakuna neno la kukushinda kabisa. Baba Mungu, nakuja kwako Bwana, kwa kuwa mimi ni mdhaifu na sijui la kufanya katika mambo haya ambayo yananipotezea amani katika moyo wangu. Baba, wewe umetuahidi kuwa tukikutegemea wewe utatupa nguvu mpya na tutaweza kupaa juu kama tai. Mungu wangu, naiamini ahadi yako, kwani kwako wewe Mungu hakuna neno lolote linaloweza kukushinda. Baba, mimi ni mtoto wako, ni mwanao. Umenipenda hata kumtoa mwanao Yesu Kristo kufa msalabani kwa ajili yangu. Hutaniacha niaibike. Nimekukimbilia wewe, mwenye enzi yote, mwenye nguvu zote. Unisaidie kama ulivyoweza kumsaidia Ibrahim, Isaka na Yakobo, kama ulivyoweza kumsaidia Elisha, Danieli, Shadrach, Meshach na Abednego, kama ulivyoweza kumsaidia Yusufu aliyeuzwa na ndugu zake utumwani. Baba, unaweza kunisaidia na mimi. Wewe una upendeleo. Baba, naomba unirehemu, uniongoze nione njia ya kutokea kwenye hali hii nisiyoipenda kabisa. Mungu, unayaona yote yaliyomo moyoni mwangu. Mungu, unayaona yote ambayo yananikabili sasa hivi. Vita hii sio yangu, ni yako Mungu mwenye enzi yote. Baba Mungu, umesema hutaniacha kama mtoto yatima. Naomba Baba usiniache nikaaibika. Adui wangu asifurahi kwa kuwa amenishinda. Nipe amani yako Bwana, niweze kuendelea kukusifu wewe uliye mwema, unayeweza kufanya mambo makubwa kuliko yale ninayoyawaza au kuyaomba au kuyafikiria. Nibariki Baba, katika jina la Yesu. Amen. Ni sala fupi. Maneno haya yote nimeongea kwa muda usiozidi dakika 10. Kwa hiyo nitaendelea kuweka video nyingine. Kama unaangalia video hii kwa mara ya kwanza, tafadhali jisajili ili usije kukosa video nyingine ambayo nitaiweka hivi karibuni, na Mungu akubariki.